Karibu sana kwenye Kimbweta. Kaa hapa tuzungumze kidogo. Chuo kikuu ndio sehemu ambayo inakutanisha watu wa aina mbalimbali na watu wenye tamaduni tofauti tofauti. Lakini vijana wa chuo kikuu wanatumia vipi mitandao ya kijamii katika kutangaza utamaduni wa Tanzania na Afrika kiujumla? Leo kwenye Kimbweta utakuwa nami Happiness ya Sherry ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania. So mtazamaji wa Sauti TV, na sasa niko kwenye Kimbweta napiga story na wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania, nikitaka kufahamu ni kwa namna gani wao wanatumia mitandao ya kijamii kutangaza utamaduni wa Tanzania ama utamaduni wa Afrika kiujumla. Nianzie upande wangu wa kulia. Mambo? Poa kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Helman Kifwe. Helman Kifwe. Wewe unatumia njia gani kutangaza utamaduni wa Tanzania na wa Afrika kiujumla kwenye mitandao ya kijamii? Kwa upande wangu, kwa sababu mimi ni mwanafunzi wa sanaa, huwa natumia sanaa yangu. Sanaa gani? Sanaa yangu mfano ya uandishi. Mimi naandika makala mbalimbali ambazo zinahusiana na nchi ya Afrika, hata makala zingine zinahusiana mfano nchi yetu hii ya Tanzania. Naandika makala mbalimbali, labda historia za viongozi wa zamani mfano kama Kwame Nkrumah, labda Robert Gabriel Mugabe. Pia afu nafanya maudhui ya kimichezo ambayo yanahusiana na utamaduni wa Kiafrika. Kuna michezo mbalimbali, mfano kuna rede, kuna michezo mingi ya namna hiyo. Kutokana na sanaa yako unatumia sanaa yako kutangaza utamaduni wa Tanzania na wa Afrika kiujumla, umeshawahi kukutana na changamoto yoyote labda kwenye kutangaza utamaduni? Changamoto nakumbana nazo nyingi sana, kwa sababu kuna baadhi ya jamii naweza labda nikatoa makala yangu inahusiana kuhusu jamii labda ya Wakuria. Katika ile jamii Wakuria labda nikatolea kwamba Wakuria wao wanafanya kitu fulani hiki na hiki, hususan mfano labda Wakuria kuna ile issue swala zima la ukeketaji. Japo kadri siku ninavyozidi kwenda hiyo tamaduni inaendelea kupungua, lakini kwenye makala zangu nikishaweka vitu kama hivyo, wale watu ambao wanahusiana na jamii wao wananijia juu, kwa nini unasema kitu kama hicho? Lakini mwisho wa siku mimi nafanya vile ili kuelewesha wanajamii tofauti ambao wanaishi Afrika na ambao wapo nje ya Afrika kwamba wajue Afrika vitu kama hivi vilikuwa tunavipitia, lakini kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia vinapungua taratibu. Umeshawahi kupokea comment mbaya, yani ikakuumiza kabisa ukaona sasa kwa kweli niache sasa kufanya hichi kitu ninachokifanya? Ndio, nishaipokea na naendelea kupokea comment nyingi, kwa sababu nina uwezo wa kutambua mambo. Huwa nachukulia tu hiyo ni changamoto ya kawaida ambayo inanifanya niendelee kuwa bora zaidi. Mojawapo ya comment ambayo nishaipokea kutoka kwa mashabiki zangu, walishaniambia, kaka unafanya kazi gani? Mbona kwenu kuna mashamba mengi inabidi urudi kulima? Kwa hiyo mimi nilipoipokea sana nikaona hii kama ni changamoto tu. Mwisho wa siku mtu mpaka anatoa comment ya kitu ulichokifanya, inamaanisha kwamba alikisoma kile kitu. Kama asingekisoma asingeweza kutoa maoni yake. Kwa hiyo mtu akishatoa comment ya kwanza huwa anairudia tena kazi mara mbili. Je, hichi kitu alicho comment kina uhusiano gani na kitu nilichofanya? Ila nikija kugundua mimi bado niko sawa, najua tu hii ni challenge hapa na pale. Naendelea kuongeza moyo na kukaza butu, kuendelea kufanya kazi na kuelimisha watu kwamba utamaduni wetu upo hivi na hivi. Okay, umeshawahi kufikiria labda kukata tamaa, kuacha kitu ambacho unataka kukifanya, au na malengo ya kuendelea zaidi na zaidi? Sijawahi kufikiria. Kwanza mwandishi nitakiwa ujue kwamba pia mimi ni mwandishi wa habari, na mwandishi wa habari yupo kwa ajili ya kuisemea jamii na kuitetea jamii kwa kila kitu. Kwa hiyo mimi leo hii nikisema nakata tamaa kutokana na uandishi wangu wa makala na kufanya vitu vyote ambavyo vinahusiana na utamaduni wa Afrika, nitakuwa na jamii yangu nitakuwa nimeisaliti, kwa sababu mwandishi wa habari yupo kwa ajili ya kuisemea nchi yake na jamii yake kwa ujumla. Asante sana. Na sasa nahamia upande wangu wa kushoto hapa kwa mwanadada. Habari yako? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Mary Bombo. Mary Bombo. Okay, wewe unatumia njia gani kusambaza ama kutangaza utamaduni wa Tanzania na Afrika kiujumla? Mimi natumia njia ya mitandao ya kijamii kusambaza taarifa mbalimbali. Mimi najihusisha na kuachana na chuo kusoma. Mimi pia ni mpishi. Napika vyakula mbalimbali ndio vya asili. Kwa hiyo huwa na post kwenye status Facebook, kwenye platform za mitandao mbalimbali. Unajua kupika vyakula vyote vya asili? Sio vyote, ila vingi. Ni kabila gani wewe? Mimi ni Mbulu. Mbulu. Okay, kwa hapa ni vyakula ambavyo huwa unavipika vya asili ni vyakula gani cha kabila gani ama ni vyakula gani vya asili ambavyo huwa unavipika? Mimi huwa napika vyakula vya asili kiujumla vya Kitanzania, staji chakula kimoja cha jamii fulani.
vyakula ambavyo mara nyingi huwa vinatumika na Watanzania wengi kwa ujumla. Ugali, mlenda, dagaa. Kwa hiyo nikipika na post kwenye platform zangu, watu wanaona, kupitia hivyo pia natangaza utamaduni, lakini pia ni sehemu ya biashara. Sasa unavyoposti status, umeshawahi kupokea comment yoyote ya mtu ambaye ni tofauti na Tanzania kuhusiana na kitu ambacho unakifanya? Ndio, wapo ambao huwa wanavutiwa, ambao sio Watanzania. Anauliza hiki kitu kinaitwaje, kinapatikana wapi, unamwelekeza. Ndio. Sawa, asante. Ni comment gani mbaya ambayo umeshawahi kuipokea kutokana na kitu unachokifanya mpaka ukaona yani kwa kweli mimi siwezi tena kuendelea kufanya hii kazi? Comment za kukatisha tamaa moja kwa moja sijawahi kupata, ila zipo ambazo zinafanya unakuwa disappointed. Unaweza ukapost kitu, mfano mlenda. Niliposti siku moja mlenda, watu wengi walifurahia, kizuri, unapikaje, kinatokea hivi na hivi, lakini wapo pia walikuwa wanasema akivutii chakula, mtu unawezaje kula chakula cha design hii hivyo, kwa sababu watu wengi saizi wanafuata utamaduni wa kigeni. Kwa hiyo vyakula vyetu vya asili wanaviweka kando. Sasa kutokana na watu wengi kufuata utamaduni wa kigeni kama hivyo, kula vyakula vya kigeni, unajua watu wa mitandao ya kijamii tunaona wanaposti wanakula vyakula vya kutoka nje, wanaacha kula vyakula vyao vya asili. Wewe unalichukuliaje hilo swala na unawashauri nini watu ambao ni wa Tanzania lakini hawapendelei sana kula vyakula vya asili? Ushauri wangu ni kuzienzi mila na desturi zetu na kukuza utamaduni wetu, kwa sababu utamaduni ni kitu kizuri na kinamtambulisha kila mtu. Kila mtu ana tamaduni zake, na tamaduni zetu nyingi ni nzuri. Kwa mfano mfumo wa vyakula vyetu vya asili ni vizuri, havina madhara kiafya. Kwa hiyo na washauri ambao hawapendi kufuata utamaduni na mila zao, tuenzi na tudumishe utamaduni wetu. Asante sana. Nirudi kwako hapo kaka, mambo? Poa, vipi? Safi, unaitwa nani? Naitwa Hassan Nasoro. Hassan Nasoro. Okay. Unajishughulisha na kitu chochote ama una akaunti zozote za mitandao ya kijamii? Yes, na akaunti ni platform zote. Akaunti zako za mitandao ya kijamii unazitumia vipi kusambaza utamaduni wa Afrika na Tanzania? Nazitumia vizuri kwa sababu kwa mfano kama TikTok na kipindi maalum kabisa kinaitwa Makabila ambacho binafsi nimejikita na kuelezea namna ambavyo makabila mbalimbali yanafanyika Tanzania. Kwa mfano naweza nikazungumzia labda maybe Dodoma, Wagogo ambao kabila inapatikana pale na kitu ambacho wamejizatiti nacho kwenye kulima. Kwa mfano pale wanalima karanga. Kwa hiyo unaweza nikazungumzia wiki hiyo nikazungumzia Wagogo karanga wanalimaje, process nzima. Then wiki inayofuata nikaenda labda Bukoba, nikakutana na ndugu zangu wanaojihusisha na kilimo cha ndizi. Of course nikaenda Mbeya nikakutana na Nyakyusa, mchele kwa wingi. Then nikaenda Morogoro nikakutana na ndugu zangu wa Luguru wanalima sana miwa. Kwa hiyo nakuwa na focus na gusia maeneo yao, lakini mwisho wa siku ninapoposti kile kitu kinaenda mbali na kinatangaza kwa namna moja au nyingine utamaduni. Mpaka sasa umesha posti makabila mangapi ama umeshazungumzia makabila mangapi kwenye makabila, ukiachana na makabila najua hujazungumzia makabila yote. Mpaka sasa hivi umeshazungumzia makabila mangapi? Nimezungumzia Wagogo Dodoma, nimezungumzia Wazalamu, lakini pia nimezungumzia Wanyakyusa watatu. Okay. Kutokana na kufanya hicho kitu unaona kina faida gani kwako? Kina faida kwa sababu kwanza kinaniongezea numbers ya followers. Yani mtu akishaangalia tu labda maybe kwa mfano Mnyakyusa akiona umezungumzia Wanyakyusa akipita aona hii inanihusu mimi, ana follow, ana comment, ana like. Aba Msukuma amepita amekuta umeposti kuhusiana na kabila lake, ana like, anapenda. Kwa inaongezea numbers za kufuatiliwa zaidi, lakini pia inanifanya mimi mwenyewe niendelee kuwa famous. Ukiachana na famous, ukiachana na followers, ni kitu gani ambacho unaona kabisa hiki kina manufaa kwa Watanzania na watu wote kiujumla? Ni elimu kwa ujumla, kwa sababu sisi wote ni Watanzania, tuna makabila zaidi ya 125. Lengo ni kuweza kujua nature ama utamaduni tofauti kwamba wao wanafanyaje. Kwa hiyo leo mtu wa Dar akiona kitu ambacho kinafanyika Mbeya atajifunza kwamba kumbe Mbeya wanalima mchele kwa kufuata processes na hizi na hizi. Mtu wa labda Rukwa au Sumbawanga akiangalia kitu ambacho kinafanyika Iringa, umeona, atajifunza, atapata maarifa ambayo alikuwa hajui kupitia kile kipindi. Umeshawahi kukutana na changamoto gani ambayo unaona sasa ni hii kweli ni changamoto, yani changamoto inanikatisha tamaa? Changamoto kubwa nahisi ni watu wengi sana wana comment
ubaguzi, kwa sababu mtu unakuta labda wiki hiyo umepanga upandishe kipindi cha kuwahusu Wasukuma peke yao, mtu akapita akasema, akajua wewe unazungumzia tu, akashindwa kufuatilia background ya kipindi chako kinaendaje, akajua uaga una base kwenye ukabila. Kwa hiyo mtu akacomment pale kama ni tribalism nini hivi na hivyo na hivyo, matusi anakuwa anatoa hivyo. Kwa hiyo inafikia tu sasa umeshawahi kukata tamaa kutokana na hizo comment ambazo unazipata, unaona sasa hapa sasa nimekata tamaa, siwezi tena kuendelea. Ifikia kipindi nikataka niachane na hiyo idea. Nikajaribu kumshauri kuna rafiki yangu kwamba bana, mimi naona niachane na hii idea kwa sababu mambo yamekuwa mengi sana. Anambia hapana, wewe endelea kufanyaje, kaza socks, mambo mazuri yanakuja. Kila kitu kina changamoto, hakuna mti ambao una matunda afu upigi mawe. Sasa Hassan, kwa kizazi hiki cha sasa hivi tunajiita Gen Z, tunaamini kwamba kwa masuala ya kuongelea utamaduni au kuongelea masuala ya kutangaza utamaduni ni kama ushamba. Unawashauri nini vijana wa sasa hivi ambao wanahisi kuenzi utamaduni wetu ni kitu ambacho ni cha ajabu ama ni ushamba? Mimi kwanza ni washauri vijana wenzangu kwenye issue ya utamaduni. Unajua utamaduni sisi tumeukuta kutoka kwenye kizazi kilichopita cha mababu na mababu. Kwa hivyo tunatakiwa tuendeleze ule utamaduni, na utamaduni sio ushamba kwa namna moja ama nyingine. Leo hii unaweza kuzungumzia mtu style ya uvaaji. Mtu kimwambia bana labda kuvaa, unatakiwa uvae nguo labda let's say suruali iwe pana, isibane, lakini mtu akwambia huo ni ushamba. Sio ushamba. Hayo ni mambo ambayo yanatambulisha, lakini pia yanaonyesha ule ile nidhamu kwa ujumla. Kwa hiyo vijana wenzangu popote pale walipo, tuhakikishe tunazingatia utamaduni na tuendelee kupeleka mbele kama sisi tulivyokuta. Asante sana. Mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapa sina la ziada kwenye kipengele chetu cha kwanza cha maswali na majibu. Na sasa tunahamia kwenye kipengele chetu cha pili ambacho ni The Challenge. Na challenge yetu ya leo, swali linasema hivi: ni kitu gani kina thamani kwa taifa, lakini kadri kinavyozidi kutumiwa na watu wengi ndivyo kinazidi kuongezeka badala ya kupungua? Nianzie wapi? Ulianzia. Rudia swali. Ni kitu gani kina thamani kwa taifa na kadri kinavyozidi kushirikishwa na watu wengi ndivyo kinavyozidi kufanyaje, kinazidi kukua badala ya kupungua? Lugha. Asante. Kwako Hassan? Mimi kwa sababu ni mtu wa sports, ni mpira by the way. Asante. Turudi kwako. Kwa upande wangu mimi ni michezo, kwa sababu kadri tunavyozidi kwenda tunaona michezo Tanzania ndio inakuja kwa kasi, na nimekuwa kwa takwimu zilizotoka mwaka jana, sekta ya michezo ndio sekta nambari 1 ambayo inaongoza sana kwa kuingiza pato la taifa. Kwa hiyo michezo kadri siku inavyozidi kwenda naona ndio inakuwa ina impact kubwa sana. Ujaribu. Haya, mtazamaji wa SAUT TV wote wamekosa, jibu ni utamaduni. Kufikia hapa hatuna la ziada kwenye Kimbweta. Tukutane tena Jumapili ijayo muda na wakati kama huu, lakini usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, YouTube pamoja na TikTok @SAUT TV TZ. Mimi ni Happiness ya Sherry. Bye bye.